mtu amwambia atakupa pesa. Ya kama baada ya kunipa pesa za kwenda haji, pesa fanya biashara, chakila ile biashara nikipata faida, mimi mwenyewe nitakwenda mwenyewe na ni sawa. Unajua tena kuna tatizo lingine la watu kupelekwa hija, mtu hapai pesa za kuacha nyumbani. Na hapai pesa za kutoka hapa kwenda mpaka Dar es Salaam. Maana una Dar es Salaam mpaka hoteli siku 3, mpaka nauli ya kwenda. Sasa wewe unapa pesa za kwenda hija, nyumbani watu hawana chakula. Sasa ndio kufanya nini? Unapa pesa za hija, wewe mwenyewe wadaiwa kila mahali. Sasa kwa nini sikulipia deni lako? Wewe kwa pesa za hija, family haina chakula, wewe una mwanzo umekwenda hija umerudi, hali ni ile ile. Kwa sasa wewe nipende nifanye biashara, nipate faida, nende almu'min yamutu bi'araq aljabin. Nende kwa jasho langu la bapalaus. Lakini kama mwenyewe umeipatia natamani kwenda hija, pengine nini katika kuitwa mwanao huwezi kwenda, basi mtu akutolea tikiti ya haji tu. Lakini mwambie kuna wengine walikataa, mwambie ukitaka kunipeleka mimi niatecha nyumbani. Huwezi kwenda nyumbani misende. Una cha kuneta tikiti ya kwenda Dar es Salaam, mimi sende, mpaka uniache zote. Kwa mtu akitaka hija mpaka akukamilishie ile miradi yako, kama una deni, kama dai ya dukani, kama dai ya umeme, kama dai ya maji, kama mtu akudai, kama kodi ya nyumba. Hasa mkitola hija wewe ya kodi miezi 3. Umeme umekatiwa ulipi, maji hakuna, watoto wamefukuzwa shule, watoto wamefukuzwa madrasa, kwa hivyo hakuna chakula. Sasa wewe tu haji na nyumbani hakuna haji yote. Basi mwanzo kamilisha. Mtu sitaki kupelekwa, lakini bwana kamilishe 1 2 3. Nataka nende fanya hivi na deni malaka. Sasa wewe umetolea hija badaiwa milioni 3 dukani. Sasa utakwendaje na daiwa? Na mtu akiadaiwa hafai kwenda. Ima yule mwenye kukudai akusamehe, ama akwambie nimekwambia nimekuachia, lakini ukirudi utanilipa. Bwana wewe ndio mako ufai kwenda haji na wewe una deni, na wala kufanya istibrai kwa yule mwenye deni. Kwa kufanya istibrai mwendee, bwana mimi nimepata safari haji, najua ndio milioni 3. Sasa mpa maoni gani? Mkirudi nitakulipa, na kama sikurudi basi wasalamu ala zamani. Ama bwana la mimi nataka unilipe. Kwa basi madamu nataka unilipe, basi sasa hija cancel, lipa deni. Niangalia licha deni haji, maiti lao maiti ametoa msikitini adaiwa 1000 na hakuna mwenye kumlipia, hafai kuzikwa mpaka lipewe. Na mtume alikataa sallu ala sahabi, ndio semsalieni, yani 1000. Mtume ule mmoja kitu Abdullah ibn Mubarak, kwa huyo alikuwa amechukua watu enda nao haji, yeye akisimamia haji, kampuni ile taasisi. Akachukua, akifika barabarani enda haji, akaja kumuona mwanamke mtu mzima na watoto. Yule mwanamke yuko katika jalalani atafuta chakula. Katika utafuta jalalani chakula, yule mwanamke akapata kuku ambao kwamba kufa. Yule mwanamke akamchukua yule kuku akaenda naye. Abdullah bin Mubarak akamuuliza, "Huyo kuku unaenda kupeleka kunguru huyo? Kwa mbona wewe mbwa?" Akamwambia, "Sikiza mimi nina watoto na sina chakula, basi hadhuri nile kuku kufa, lakini watu wangu pata chakula." Abdullah bin Mubarak akamwambia, "Sikizeni. Jamani njooni hapa. Mimi mara hii nimeakhirisha safari ya haji. Kwa pesa zangu, tikiti yangu ya haji nampa huyu mama. Mimi sili tena haji." Huyu mama ana shida ambayo kama ni muhimu zaidi, mimi akachukua pesa zake akampa ule mama, msafara ukienda yeye karudi zake nyumbani. Basi kitu cha ajabu kilopatikana, watu walikwenda haji walimuona kule Arafa, muona hapa. Kisha na akaoteshwa kwamba wewe ushinda tano kwenda haji, maka umefanya jambo kubwa sana, umemwokoa maisha ya mama na watoto wake. Sababu ule mama kama na watoto wake walikufa, aliokufa wangelikufa wao pia, sababu umeokoa maisha ya watu. Ndio mfano wake.